na wajumbe wengine wote. Najua wote mna shughuli zenu vile mnafanya, lakini mmeona mkubali uteuzi wetu. Asanteni sana. Na kwa kweli uteuzi uliokuja mezani na Sofia, kawaida anatakiwa lete majina mengi zaidi, nilisema nionyeshe wale ambao wapo tu. Kwa kazi ilikuwa rahisi sana mwenyekiti. Wale ambao wapo walikuwa wanafanya kazi, kwa sababu nimekuja nikaona asa inaenda vizuri. Kwa muda mfupi ambao nimekaa, nimeona kama mnachakarika, mnapambana na changamoto ya kibajeti na kila kitu, lakini bado mmekuwa na moyo wa kufanya kazi kwa bidii. Na hamwezi kufanya kazi vizuri kama mwenyekiti wewe hujasimama imara na kusimamia taasisi, na wajumbe wa bodi kusimamia taasisi vizuri. Kwa ilikuwa rahisi tu. Majina nipe yapi? Marco yupo alikuwa kwa tiki Temo ulikuwa mpya, ulikuwa basi karibu wote. Sidhani kama kuna mpya. Nilisema tu majina yote ulioleta, kwa sababu sharti anatakiwa alete majina nadhani matatu. Wenye viti majina matatu. Kweli basi Dr. Kiupe hapo tumeenda hivyo. Kwa hiyo ilikuwa kwa kweli kazi rahisi sana kuteua bodi hii kabisa, kwa sababu nina imani na nyinyi vizuri sana. Na sehemu moja hapo ambayo nimeona utendaji wenu wa kazi hapa karibuni, mnafahamu kwamba tumekuwa na changamoto. Sasa hivi kelele kubwa ni mfumuko wa bei ya mafuta ya kula. Mafuta ya kula bei imepanda kweli kweli. Na imepanda sababu ziko nje, na kwa sababu tunategemea mafuta kutoka nje zaidi. 55% ya mafuta ya kula tunaagiza kutoka nje. Tena mawese zaidi tunaagiza kutoka Malaysia. Na wakati wa COVID tulikuwa tunazungumza hapa, wale wanatumia sana vibarua kwa mahama, migrant laborers, na wengine wala sio raia wa Malaysia. Sasa hizi lockdown hizi kidogo zikaanza kuzuia vibarua kuhamahama, na manake uvunaji nao ukapungua. Na tulienda kuangalia shamba la michikichi Uganda, uvunaji wa mawese na matunda yale si mchezo. Kweli unahitaji nguvu kazi ya kufanya. Kwa hiyo uzalishaji kidogo umepungua mafuta kwa sababu hiyo, lakini baadaye vile vile na swala la usafiri kwenye maji gharama yake imepanda sana. Kwa hiyo matokeo yake hata wazalishaji wa ndani wameona ni fursa, wamepandisha bei, hata kwenda kununua tu vile vidumu vya mafuta alizeti barabarani na bei imepanda sana. Kwa hiyo tumeliona hilo changamoto, lakini likatukumbusha jitihada za serikali ambazo zimekuwa zikienda kwa muda kujitosheleza kwa mafuta ya kula, hasa kwa kutumia michikichi kule Kigoma. Kampeni ambayo ilikuwa imeshaanza tayari hata kabla hatujaja wengine wizarani hapo, imekuwa ikiendelea vizuri kuhimiza watu walime michikichi zaidi, tujitegemee. Tukaona hapa tuongeze na zao la alizeti, kwa sababu kwa mafuta ya ndani ukiacha yale tunaagiza nje, 45% ya mafuta ya kula tunatumia kutoka ndani. Katika 45 mengi ni alizeti yale ya ndani ya nchi yetu. Lakini ukichukua mafuta yote tunayotumia pamoja na tunayo import, 55% tuna import, na karibu yote ni mafuta ya mawese. Kwa hiyo tukasema kwa nini tusiangalie lizao ambalo tayari kwa vyanzo vya ndani vya mafuta ya kula, kwa nini tusivitumie kwa ajili ya kuongeza uzalishaji? Tukaanza kampeni ya alizeti, tukazindua pale Singida. Basi matumaini makubwa kweli kweli, kwa sababu tulikaa sisi ile kuchora mezani kwamba hapa tutakwendaje, tunahitaji tatizo. Tumekaa na wale wakamoja mafuta, wasema sisi shida yetu hatupati mazao ya kutosha, ndio maana hatuzalishi alizeti ya kutosha, na viwanda vinafungwa. Ukienda Mount Meru kinafungwa, kinafanya kazi miezi 2-3 kinafungwa, hakuna mazao ya kuja kukamua alizeti. Tumeongea na Pixar hivyo, wanasema bwana, shida yetu ni raw material. Tuna yule bwana Ringo, yule mwenyekiti wa wenye makampuni ya kukamua mafuta, tukawaita wote tukakana. Sasa sisi shida yetu ni malighafi tu, tukipata malighafi tunakwenda. Kwa tukasema okay, kwa sisi kazi yetu ni kwenda kufungua uzalishaji, kucheki uzalishaji, shida mbegu. Tukaona kwamba mbegu record bado haijawa ya kutosha, ambayo tayari tunayo na mnafanya multiplication. Kauliza kama lakini mbegu hybrid tunaagiza kutoka nje. Tukasema sasa hii rahisi, tukaita wenye viwanda, tukawaambia tunawapeni kazi, nyie tutaagiza, tutatafuta hela, tutaagiza mbegu kutoka nje, tutatumia letters of credit, alafu tutaletea nyie mtaingia mkataba na wakulima, alafu mnawapa zile mbegu, wakivuna mnakamua mafuta. Kwenye pepa ilikuwa inaonekana rahisi sana solution. Mabenki tukaongea nao, nasema tunaweza tukazungumza tukatoa letter of credit hata ya mwaka mmoja. Maana yake nini? Hata ingekuwa miezi 6, alizeti miezi 5, miezi 4 ushavuna. Kwa hiyo tungepata huo mkopo wa letter of credit, tungenunua
mbegu za kutosha, afu tungekuja tunawapa wakamuaji wenye viwanda crushers, wangeenda kwa wakulima wakapa mikataba, wakati tumejipanga kwenda kusimamia mikataba, afu wakulima wakishavuna wanawauzia hawa, hela yetu inarudi, tunaenda tulipa benki. Straightforward. Kwenye karatasi ilipendeza kweli kweli. Basi tunaongea kwa kujiamini kweli, sisi hapa tunakwenda. Kwanza, changamoto ya kwanza tukakuta mbegu zenyewe kuagiza nje shida. Unazitafuta uzione. Kwa sababu kwanza mojawapo alisema ili uweze kupata mbegu za kutosha lazima utoe order muda mrefu, kwa sana sisi hatu produce more than the demand in the market, kwa sababu tuta oversupply alafu tutamuuzia naye. Kwa hiyo kwa sababu mjaweka order mmeibuka sasa hivi mnataka shida kidogo. Tukaenda nchi moja hivi na nani wakasema nchi kwa wakati wamesema hatutauza mbegu. Alizeti ni mbegu lakini ndani ya mbegu kuna mbegu. Kwa unachagua zile punje ni zipi ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kilimo. Tafuta mbegu, sasa mpaka Ufaransa tukaambiwa kuna mbegu Ufaransa, tukajaribu kuagiza huko Australia mbegu ya alizeti. Kwa tukawa tunapambana, hatukwenda vizuri sana. Of course tatizo la pili, wale wenye viwanda nao, bwana vipi mkataba? Simlisema shida malighafi, tunataka mkataba na wanakula kona. Kwa hiyo haikufanya kazi kwa changamoto hizo mbili. Kwa hiyo kwa wakati fulani kwa kweli kaanza kusema hii kelele tushazipiga sana, tumepiga chini hamna kitu. Sababu ile sasa jamani, jitihada zote hizi tumehamasisha watu, wananchi wameona kwamba mambo yanaenda vizuri lakini hamna kitu. Sasa mimi nikawa kazi yangu ni Sofia. Sasa huyu kila mara Sofia, ulisema mbegu zitapatikana, waziri tutafuta mbegu ziko wapi? Tunajitahidi. Naona kweli na anajitahidi, lakini sikujua tutatokaje mwenyekiti. Akaambia na kuhakikishia tutapata walau minimum tani 2000. Tulitaka tani 5000. Sofia utazipata wapi wewe? Wewe umeshani elekea sisi tumeshatangaza huko na wenda kwenye radio na TV ziko wapi? Sasa unajua unatafuta mahali pa kuhamishia lawama kidogo. Na Sofia kaona ni mwepesi kumwamsha, akaniambia wala usijali. Na alichofanya sasa ndicho ambacho napenda kusema kwamba ni dalili ya uongozi wako mzuri mwenyekiti na wajumbe wa bodi, kwa sababu kweli wakachukua hela, wakanunua alizeti, wakachambua standard seeds, wamepata sasa hivi zimeshafika tani 2000. Wametengeneza zile mbegu zipo. Ambia hizi njoo zindua mbegu. Sikuamini. Tukazindua pale Dodoma vizuri. Na bahati nzuri viongozi wetu wa mikoa nao wakawa wanasema kama kampuni hataki kuingia mkataba, sisi halmashauri zitanunua hizo mbegu au zitakopa alafu ziende zipeleke kwa wakulima. Kwa hiyo la kwanza kupata mbegu za kutosha zile hybrid hatukuweza kupata, ambazo ndio the best, si ndio? Lakini umeniambia hizi zinaitwa standard seeds. Not the best, lakini ni better kuliko jinsi watu walikuwa wanavuna alafu wanarudia kuotesha zile. Kwa sababu zimechaguliwa, wamesort out ambazo zinaweza kusaidia kuzalisha. Kwa hiyo wakuu wa mikoa na halmashauri walivyoamua kwamba tutachukua mbegu. Sasa mimi naona kila siku mwenyekiti na Sofia naye, kwa sababu nilikuwa na kila siku namsumbua, nadhani alikuwa akiona simu yangu anajiuliza mara 2-3 napokeaje hii simu. Sasa yeye zamu yake sasa kila siku anaonyesha haya, hapa tuko Ruvuma tunagawa mbegu hapa. Kidogo Kigoma hizi tunagawa mbegu. Hajakaa sawa, niko huku tena Shinyanga nagawa na za mahindi. Kwa hiyo jamani, kazi inafanyika. Kwa watumishi wa ASA tunafanya kazi nzuri kwenye hilo. Na mtendaji wenu bwana, simu yangu hapa imejaa picha za ASA. Na mimi nafurahi unapotuma sana, kwa sababu najua mambo yanakwenda. Na nimeona na speech alitoa mkuu wa Tabora wakati mnamkabidhi zile mbegu. Kwa hiyo actually ghafla tukagundua sisi tukimiliki na wasiwasi bwana, mahitaji ya mbegu yatakuwa makubwa, lakini madhali mbegu haitolewi bure, basi watu wanachukua kiasi ambacho wanakihitaji, bei nzuri 3500. Kwa hiyo nalizungumzia hili kwa kirefu kwa sababu nikitaka kuwapongeza, nataka mjue na wapongeza kwa kitu ambacho nakiona na kitu ambacho najivunia, kitu ambacho kinafanya Wizara ya Kilimo na kwa very proud, kinachosababisha serikali ionekane na wajibika kwa wananchi. Kwa hiyo asanteni sana, hongereni sana. Kwa Sofia na wewe bwana,
Kwa kweli hapo nimekuvulia kofia. Ndio maana wakati unanong'oneza hii bodi nzuri kweli, kuanzia mwenyekiti akasema kama umeniambia hivyo wewe, mimi nani sasa nibadilishe, wakati mmeshaenda vizuri, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anatamani hivi mlivyo mfanye kazi kwa pamoja. Kwa hiyo ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo mimi nimekuja tu kwanza kuwapongeza hiyo fursa hiyo bodi kwa kazi mliofanya wakati ule. Momentum hiyo mlioiacha ndio imetusaidia sasa tunaenda vizuri kwenye swala la alizeti. Tunaenda vizuri. Nadhani mwakani labda tutakuwa na njia nzuri zaidi ya kufanya. Lakini changamoto hii ya mafuta ya kula na tumaini hatimaye tutaimaliza, na changamoto yenyewe iko kwenye mbegu. Tunaanzia kwenye mbegu. Kwa hiyo wito wangu mwenyekiti, naomba wakati tunavyokwenda sasa tujipange namna ya kuongeza uzalishaji wa zile mbegu aina records. Kuongeza uzalishaji tu, baadaye tuna upgrade kutoka kwenye standards, mweke nguvu twende kule. Kumbukeni hii si kwamba tu inaongeza ajira ndani ya nchi, viwanda vifanye kazi, lakini vile vile vinasaidia mzunguko wa hela kwenye uchumi wetu. Sasa hivi tunatumia ½ trilioni, nusu trilioni kila mwaka kwenda kuagiza mafuta yanayoweza kutoka nje. Ile nusu trilioni ilikuwa inazunguka huko mifuko ya watu, ikitoka kwa mlaji inaenda kwenye mwenye kiwanda, kutoka kwenye mwenye kiwanda kodi kidogo, sesi kidogo, service alafu inatoka pale inaenda kwa mkulima. Mkulima naye akizipata zile atatumia kwa mambo chungu mzima, uchumi unachangamka. Kwa sababu wakati mwingine watu wanasema mbona uchumi unakuwa lakini mfukoni hatuoni kitu. Sasa unahamisha nusu trilioni kila mwaka kupeleka nje kwa mafuta ya kula, na tunakula na uwezo wa kulima tunao, lazima utaona kama mambo yaende. Kwa hiyo nakuombeni sana bodi kwenye hilo la alizeti, naomba msiliache. Lakini kote kwenye mbegu zote tusaidie serikali kwenye wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunazidi kuongeza multiplication of seeds lokali ambazo tumekuwa nazo. Tulikuwa naongea na Marco hapa, Pamba Mwamko umekuwa mkubwa, naye ameteua na balozi huko anahamasisha, na bei ya pamba imekuwa nzuri, hali ya hewa watu wameona waotesha. Sasa swala lazima tuwe na mbegu, tunahitaji mbegu kwa ajili ya kuotesha. Hilo lipo kila mahali, lipo kwenye ngano. Unaona kwenye brief yako umeandika Sofia kwamba kwenye ngano tunaagiza tani 800,000 mpaka 1,000,000. Watu wanapenda chapati na maandazi kweli kweli, mashamba basuto huko yamefungwa. Nchi bwana, kwamba labda si Mungu katupa vitu vingi sana, kwa hiyo hatuoni yani ni kama hatuweki mkazo kwa kila kitu kwa namna ya pekee. Ingekuwa nchi hii tunaweza kulima ngano tu, nadhani tungefanya ndio basi. Ukija kwenye kila sehemu, maki tuna madini ukatujalia, kwenye utalii ukatujalia sana kwenye utalii. Hata fact kwamba sisi tuna landlocked countries 6, haitopakana nchi 8. Kwa 6 wala zinaweza kutegemea kwetu na fursa vile vile. Kwa wakati mwingine inakuwa ni rahisi kutokuchukua kitu chochote na kukibeba kwa mwisho. Kwa kwenye ngano tulianza na mashamba basuto yamekufa mengi. Kwa tunaagiza ngano hapa nchini kwa ajili ya kula, lakini ukiongea na wakulima baada ya bei kwenda vizuri, maki tulikaa na wale wanaoagiza ngano kutoka nje bila hata kutumia sekta ya serikali. Tulikaa nao mezani, bwana mnaagiza ngano kutoka nje, sasa tusaidieni kilimo cha ndani. Tusaidie vipi? Bei wakulima wanasema shilingi 600-650 kwa kilo ya ngano hailipi. Hebu tupige hesabu, tunapoleta ngano kutoka Ukraine mpaka hapa bandarini, CIF ni shilingi ngapi kwa kilo? Na gharama kidogo inafika 800 mpaka 1000. Basi na nyinyi minimum mlipe 800, wakakubali wote. Kwa kilimo kinaongezeka ghafla, shida nini? Mbegu. Kwa kila siku mezani, waziri, tunaomba dharura tuagize mbegu kutoka Zambia. Sasa tunafurahi, lakini si lazima na sisi tuanze kujitegemea kwenye mbegu, kwa sababu usipojitegemea kwenye mbegu, wakitufanyia kama ile nchi iliyosema haitauza mbegu za alizeti mwaka huu, afu ni kitu tunachokihitaji kila mwaka, tunaweza tukajikuta tunaingia katika matatizo. Kwa hiyo tusaidiane katika masuala yote ya mbegu hizi, na siwezi kutaja mazao machache kwa sababu kwa kweli ni mazao yote. Hizi mbegu ambazo zimeshagundulika, kwa mfano mihogo, tunahitaji multiplication. Zile mbegu ni nzuri sana. Mtama, ukienda Kongo pale kuna unaitwa masia na mtama. Sasa hii soko zuri tunalo South Sudan, lakini tunachohitaji ni kwa ajili ya kwenda kuongeza kule. Kwa hiyo nakuombeni bodi tusaidie twende huko. Tuangalie uwezekano wa kutumia sana umwagiliaji kama ile shamba ambalo tumeliona leo. Miundombinu ya umwagiliaji ili uzalishaji wa mbegu unafanyika katika misimu
yote. Sasa kwa lile alizeti lilolisema, natoa wito kwa hawa agro dealers. Maana wengine wanachukua zile alizeti, ukiuza wewe alizeti ukimpa mtu ambaye anaenda kuuza unamuuzia shilingi 3200, si ndio? Alafu tumesema usiuze zaidi ya 3500. Sasa wengine wanachukua kwa bei ndogo aenda kuuza shilingi 7000 kwa kilo. Kwa sababu tu alizeti mbegu hizi hybrid zinafika mpaka shilingi 35000. Agro dealers zinaomba tu kidogo waache hiyo. Kwa sababu sisi ndio tunazalisha, tunajua bei. Na hizo mbegu tunazisogeza karibu sana, huwezi kutuambia kwamba ni gharama ya usafirishaji. Naomba na wananchi wakiona hivyo waseme wasinunue, bora tu wajiasa kuangalia bado mbegu tunazo, si ndio? Tusianze kulangua katika level hiyo, afu baadaye tutakatisha watu tamaa. Kwa hiyo mwenyekiti, uzinduzi wao ni huu. Kweli sehemu kubwa na kupongeza wewe mwenyewe daktari, wewe na timu yako yote kwa kuijenga ASA inakwenda. Na kumbuka tulikuwa wote tuliona kamati ya Mungu Morogoro, si maneno yangu, wanasema tunaona ASA inachakalika, inasogea, inakwenda. Na mimi baadaye nimeona kazi inayokwenda. Natumaini mtaendelea na moto huo, lakini zaidi sana tuzidi kufanya ubunifu, hasa mashamba yote tuweke fedha za umwagiliaji. Tuangalie sisi tunaandika proposal, tunatengeneza kikosi kazi cha waziri kuandika proposal ya kupata fedha kutoka Global Climate Change. Kwa hiyo Kenya inapata dola milioni 350. Sasa sisi tunataka tutafute hizo na zaidi kwa ajili ya umwagiliaji. Sasa vitu kama watu kisipata, tutahakisha kwamba sehemu ya kwanza tutakimbiza hela kwenye mashamba yetu. Hata hela sasa hivi irrigation schemes tukiweza miradi mapomoto kwenye nafasi, tuhakisha kwamba tunamwagilia mashamba ili uzalishaji wa mbegu uende zote. Na mimi nawaahidi kwa niaba ya wizara na serikali kwa ujumla, mwenyekiti, tutatoa ushirikiano 100% ili kazi iwe